Mheshimiwa Rais, maneno haya, jambo tunalolifanya leo ni moja ya mafanikio makubwa ya kuongeza nguvu kubwa zako wewe binafsi katika kuhakikisha kwamba sekta ya ushirika kwanza inafufuka vizuri kama walivyosema, lakini vile vile tunakwenda kwenye hatua kubwa zaidi ya kuwa na benki ya ushirika. Mheshimiwa Rais, ajenda hii imekuwa ni ajenda ya bunge kwa muda mrefu. Kwa wale ambao wamekuwa bungeni muda mrefu, wabunge siku zote wamekuwa wakisema. Tunaishukuru sana serikali yako kwa kuwa sikivu na kuchukua hatua kwa haraka. Sisi kama wabunge tunaridhika sana na namna ambavyo serikali yako ya awamu ya 6 inafanya makubwa kwenye sekta ya kilimo. Na Mheshimiwa Rais, huwezi kuongelea ushirika au benki ya ushirika peke yake bila kuongelea mambo makubwa ambayo serikali hii ya awamu ya 6 unayoongoza iliyofanya. Imefanya makubwa na mengi, na sisi kama bunge siku zote tutayasema wazi na kila mahali, kwa sababu bunge ndio hasa muhimili unaowakilisha wananchi na unawasemea wananchi, na siku zote hatutaacha kuambia wananchi makubwa yaliyofanyika ambayo wanayafahamu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Itoshe kusema bunge linatambua mchango wako mkubwa ulioufanya kwenye kipindi hiki, na kwa kweli bunge tunasema linakupa maua yako Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, tunawashukuru sana watendaji wako wote ambao wamefanya jambo hili lifikie hapa lilipofikia. Sisi hatutaacha kusema wazi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Hussein Bashe, waziri wetu wa kilimo. Yeye na timu yake nzima, naibu waziri, katibu mkuu na viongozi wote kwenye sekta hiyo, kwenye idara hiyo, kwenye wizara hiyo ya kilimo, wamefanya makubwa. Kwa kweli tunasema kiongozi ni yule anayejua kupanga timu. Umepanga timu vizuri sana kwenye wizara hii, na sisi tunakupongeza sana kwa jambo hilo. Na wakati tunakwenda kwenye uchaguzi, Mheshimiwa Rais, siku zote na hadhira hii na yenyewe ina jambo hilo, na sisi kama wawakilishi wa wananchi siku zote tunasema yamefanyika mambo makubwa ambayo bado yanahitaji uongozi mahiri kwenye wizara hii ya kilimo. Tunafahamu tutarudi baada ya uchaguzi, lakini wananchi wengi wanauliza, hivi nani atakuwa waziri wa kilimo? Kwa sababu tunaamini Mheshimiwa Rais, haya yaliyoanzishwa yanatakiwa yawe nest, yasimamiwe mpaka yafike mwisho, na viongozi wenye umahiri na uthubutu sio wengi sana. Mheshimiwa Rais, sisi tunakuachia kama moja ya ombi la wananchi wa Tanzania. Wana mategemeo makubwa. Kama Mungu ikimpendeza basi akapandishwa kuwa nafasi ya juu, sisi nani kuzuia? Lakini kama ataendelea kuwa waziri, Mheshimiwa Rais, tuseme wazi, tuna mategemeo makubwa sana kwamba ataendelea kuisimamia sekta hii ya kilimo, kwa sababu bado inahitaji mtu makini na mahiri.